Mpendwa mtazamaji, siku ya Jumamosi, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu ambalo tunalipata kutoka Injili ya Mathayo sura ya 17 aya ya 14 hadi ile ya 20. Nitaisoma. Mtu mmoja alimjia Yesu, akampigia magoti akisema, Bwana, umrehemu mwanangu kwa kuwa ana kifafa na kuteswa vibaya, maana mara nyingi huanguka motoni na mara nyingi majini. Nikamleta kwa wanafunzi wako wasiweze kumponya. Yesu akajibu akasema, enyi kizazi kisichoamini kilichopotoka, nitakaa pamoja nanyi hata lini? Nitachukuliana nanyi hata lini? Mleteni huku kwangu. Yesu akamkemea pepo, naye akamtoka. Yule kijana akapona saa ile. Kisha wale wanafunzi wakamwendea Yesu kwa faraga, wakasema, mbona sisi hatukuweza kumtoa? Yesu akawaambia, kwa sababu ya upungufu wa imani yenu. Kwa maana amini nawaambia, mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradali, mtauambia mlima huu, ondoka hapa uende kule, nao utaondoka, wala halitakuwako neno lisilowezekana kwenu. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Mpendwa mtazamaji, katika Injili ya Mathayo sura ya 17 tunakutana na bwana mmoja ambaye ameamua kwenda kupiga magoti kwa Yesu akiomba huruma. Kaingia katika maombi ya huruma ya Mwenyezi Mungu. Na usisahau, Biblia inazungumza watu waliokwenda kwa Yesu wakitamka neno la huruma kwamba udirehemu. Hakuna yeyote yule ambaye alishawahi kukosa kujibiwa maombi baada ya kuingia katika maombi ya huruma ya Mwenyezi Mungu. Maombi ya huruma Mwenyezi Mungu yana nguvu kubwa sana. Kabla hujafanya jambo lolote ile, omba huruma Mwenyezi Mungu. Anaenda kuomba huruma Mwenyezi Mungu kwa ajili ya mwanaye aliyekuwa ana ugonjwa wa kifafa, na katika ule ugonjwa wa kifafa kilikuwa kinampelekea anaanguka kwenye moto na pia anaanguka kwenye maji. Anamwambia Yesu, naomba unihurumie. Huyu bwana inaonekana alishajaribu kwenda katika maeneo mbalimbali ya kuweza kuhakikisha kwamba huyu mwanaye anapona. Alienda katika tiba mbalimbali, na baadaye akawaona wale wanafunzi wa Yesu Kristo, wafuasi wake, akampeleka huyu mtoto kwa wale wafuasi. Kwa nini aliwapeleka kwa hawa wafuasi? Kwa sababu Yesu Kristo aliwapatia mamlaka hawa wafuasi wake, hawa mitume wake, ya kuweza kutoa pepo na kuweza kuponya magonjwa. Alishawapatia haya mamlaka. Na ndio maana siku moja walirudi wakasema, Yesu, tulimwona shetani akiwa na shuka kutoka mbinguni anaanguka. Kwa hiyo walikuwa na hizo mamlaka, walikuwa nazo. Hasa wameenda wamemwona yule mgonjwa ambaye alikuwa na kifafa. Nadhani yaliingia mabishano kwamba hivi kweli huyu anaweza kapona? Hasa mashaka hayo, kutokuweza kuamini juu ya ule uweza wa Mungu ambao alikuwa nao, mgonjwa yule hakupona. Na baadaye pia hata huyu hapa mzazi yeye mwenyewe pia alienda kwa mashaka. Ndio maana basi baadaye anaamua kumchukua huyu mgonjwa na kumpeleka kwa Yesu Kristo. Anamwambia, naomba unirehemu, umrehemu mwanangu ambaye ana ugonjwa wa kifafa na ameteseka vibaya. Maneno ya Yesu anasema hivi, enyi kizazi kisichoamini kilichopotoka, nitakaa pamoja na ninyi hata lini? Kwa hiyo walikuwa ni watu ambao walikuwa hawaamini na walikuwa wamepotoka katika mawazo yao. Walipotoka namna gani? Haijaandikwa hapa. Anaamua kumchukua yule kijana, anamkemea yule pepo, naye akamtoka. Katika swala zima la kumponya mgonjwa, usije hata mara moja kwanza kujadiliana yule mgonjwa. Tekeleza kile ambacho unapaswa kuweza kutekeleza. Yesu Kristo anakemea yule pepo, anatoka, na baadaye anakuwa ni mzima. Baadaye wanamwambia, mwalimu, kwa nini sisi hatukumtoa yule pepo? Yesu anawaambia, kwa sababu hamkuwa na imani. Anawaambia, mngekuwa na imani katika punje ya haradali ndogo sana, mngeweza kuambia mlima huu, ondoka hapa na uende kule. Kwa maana anasema hivi, hakuna neno lolote lisilowezekana kwa Bwana.
halitakuwapo neno lolote lile kwa mtu anayeamini ambalo halitawezekana. Tupo katika kipindi ambacho watu wameacha kumwamini Mungu na uweza wake. Watu wameacha kumwamini Yesu Kristo na uweza wake, na baadaye tumepeleka imani yetu kwa watu fulani fulani kwamba wanaweza katuokoa. Tupo katika kipindi ambacho watu wengi sana wanakimbilia kupeleka imani zao kwa manabii, kwa wachungaji, kwa mapadri na kwa watu wanaonekana ni wa Mungu. Tunashindwa kupeleka matatizo yetu kwa Yesu Kristo moja kwa moja, na matokeo yake tabia ya kujiaminisha kwa baadhi ya watu ambao wengine si wa kimungu, wengi wamepoteza sana imani. Imani zao zimerudi nyuma, wanahangaika huku na huku. Kwa nini? Wamepotoka. Tupo katika kizazi ambacho kila siku watu wanahama kanisa hili, wanaenda kanisa hili, wamepotoka, wanaenda kufanya mambo ya ajabu huko. Kitu gani kinachohitajika? Ni kumwamini Mungu. Ukimwamini Mwenyezi Mungu kwa 100% katika changamoto yote inayokuta wewe au changamoto ya familia yako, ukimwamini Mwenyezi Mungu kwa 100% na ukasali maombi ya huruma Mwenyezi Mungu, ukaemwendea, familia yako itaokolewa. Haiwezekani ikaangamizwa, kwa sababu amesema kwa mtu yeyote anayeamini neno lolote lile atakaloweza kulitamka litajibiwa. Je, unaweka imani yako kwa nani leo? Unaweka imani yako kwa Yesu Kristo au unaweka imani yako kwa hao unaowaita kwamba ni mitume au manabii ambao wamekupelekea mpaka tatizo lako halijaisha? Rudi kwa Yesu Kristo kwa imani. Tukimuomba yeye kwa imani atatupatia. Na siku ya leo iweze kuwa ni baraka kwako siku zote za maisha yako. Umwamini Kristo, usipeleke matatizo yako kwa mtu mwingine. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.